kuu ya Uingereza wanawake ujue. Unajua hapa Tanzania jezi za ligi kuu zipo nyingi, lakini jezi imetoka Uingereza. Kwa hiyo manake ni kitu mpanda ndege ni kitu original. Pia kuna jezi nyingine ukienda kufua bwana unaanza kusema maji ya chumvi au maji ya kawaida. Kwa hiyo hapa sidhani kama inaweza kachagua hayo maji. Kwa hiyo nashukuru jamani, hii jezi imetoka Uingereza jamani. Sasa kuna jezi yako hapo Kariakoo ukasema ndo kama hii. Kwa hiyo vitu original afu tunaongea kwa mtu ambaye ni bingwa kabisa. Yeah. Hii inatoa fundisho gani? Kwa sababu mimi nimekuwa shahidi katika hili. Aisha Masaka anakuja, control sio nzuri sana, zile kwa maana kuwa technician, lakini tunamuona Clara Luvanga ndo kabisa mpaka baadhi katika uongozi waliwahi kumpinga, lakini wewe ulimwamini ukampambania, na baadaye tunamuona hivi na wote wanacheza soka la kulipwa. Hii inatoa fundisho gani kwa walimu, lakini kwenye kuamini au kwenye kutafuta talent? Kwa sababu kuna wengine unaweza kukuta ana upungufu wa kitu fulani, lakini kama kocha unamwangalia ana potential huyu. Nafikiri kitu ambacho mimi nimechagua kuishi tofauti na makocha wengine, nimekuwa niko karibu sana na hao watoto na najua mapungufu yao. Kwa hiyo wakati mwingine nageuka kuwa mama kama dada, na kitu kingine kuwa kocha, kwa sababu naanza kuamini mapungufu yao anaweza kutoka, sio lazima kwa njia ya ukali, pengine labda kwa njia ya ukaribu, utani kidogo unamtania, unamwambia huwezi kuwa mchezaji mzuri kama unafundishwa na kocha ambaye anajua mpira afu mwenyewe hujui. Hata hapa nataka kumwambia Clara kwamba wewe mpira hujui, unavunja kuni tu. Kwa hiyo najua kwamba ni utani na mtania ili kumweka karibu, hata wakati anakuuliza swali au kujifunza na kuwa rahisi kwake. Kwa hiyo mimi huwa naamini sana katika muda kwamba mchezaji hawezi kuwa anazaliwa akawa anajua kila kitu. Wachezaji wengi kila mtu anafahamu kwamba amepita kwenye mikono yetu sisi kama walezi wao. Kwa maana nikasema kuwa na mtu kama mimi kwenye timu yako ni faida kubwa sana, kwa sababu unakupa vitu vingi. Nakupa ulezi, nakupa coaching. Ndio kama hivyo unaona watoto kama hivyo wanafanya vizuri, wanaenda kuolewa, wanacheza mpira, wanafanikiwa, wanatunza familia zao. Kwa hiyo mimi mwenyewe najisikia faraja kwa kile ambacho wanakuja wakinipa zawadi, hata kuja kunisalimia ni zawadi tosha kwangu mimi. Shukrani sana bwana, na ubarikiwe. Asante sana. Kuu ya Uingereza wanawake ujue. Unajua hapa Tanzania jezi za ligi kuu zipo nyingi, lakini jezi imetoka Uingereza. Kwa hiyo manake ni kitu mpanda ndege ni kitu original. Pia kuna jezi nyingine ukienda kufua bwana unaanza kusema maji ya chumvi au maji ya kawaida. Kwa hiyo hapa sidhani kama inaweza kachagua hayo maji. Kwa hiyo nashukuru jamani, hii jezi imetoka Uingereza jamani. Sasa kuna jezi yako hapo Kariakoo ukasema ndo kama hii. Kwa hiyo vitu original afu tunaongea kwa mtu ambaye ni bingwa kabisa. Yeah. Hii inatoa fundisho gani? Kwa sababu mimi nimekuwa shahidi katika hili. Aisha Masaka anakuja, control sio nzuri sana, zile kwa maana kuwa technician, lakini tunamuona Clara Luvanga ndo kabisa mpaka baadhi katika uongozi waliwahi kumpinga, lakini wewe ulimwamini ukampambania, na baadaye tunamuona hivi na wote wanacheza soka la kulipwa. Hii inatoa fundisho gani kwa walimu, lakini kwenye kuamini au kwenye kutafuta talent? Kwa sababu kuna wengine unaweza kukuta ana upungufu wa kitu fulani, lakini kama kocha unamwangalia ana potential huyu. Nafikiri kitu ambacho mimi nimechagua kuishi tofauti na makocha wengine, nimekuwa niko karibu sana na hao watoto na najua mapungufu yao. Kwa hiyo wakati mwingine nageuka kuwa mama kama dada, na kitu kingine kuwa kocha, kwa sababu naanza kuamini mapungufu yao anaweza kutoka, sio lazima kwa njia ya ukali, pengine labda kwa njia ya ukaribu, utani kidogo unamtania, unamwambia huwezi kuwa mchezaji mzuri kama unafundishwa na kocha ambaye anajua mpira afu mwenyewe hujui. Hata hapa nataka kumwambia Clara kwamba wewe mpira hujui, unavunja kuni tu. Kwa hiyo najua kwamba ni utani na mtania ili kumweka karibu, hata wakati anakuuliza swali au kujifunza na kuwa rahisi kwake. Kwa hiyo mimi huwa naamini sana katika muda kwamba mchezaji hawezi kuwa anazaliwa akawa anajua kila kitu. Wachezaji wengi kila mtu anafahamu kwamba amepita kwenye mikono yetu sisi kama walezi wao. Kwa maana nikasema kuwa na mtu kama mimi kwenye timu yako ni faida kubwa sana, kwa sababu unakupa vitu vingi. Nakupa ulezi, nakupa coaching. Ndio kama hivyo unaona watoto kama hivyo wanafanya vizuri, wanaenda kuolewa, wanacheza mpira, wanafanikiwa, wanatunza familia zao. Kwa hiyo mimi mwenyewe najisikia faraja kwa kile ambacho wanakuja wakinipa zawadi, hata kuja kunisalimia ni zawadi tosha kwangu mimi. Shukrani sana bwana, na ubarikiwe. Asante sana.